Karibu katika kipindi cha neno la Mungu na tafakari kinachokuja kwako kila siku hapa. Ndugu msikilizaji, tunajifunza ujumbe wa neno la Mungu unaosema silaha za vita vyetu. Mungu ametupa nafasi nyingine tena leo ili tuweze kusogea hapa madhabahuni na kuendelea kujifunza neno lake. Mungu ametupa neema, ametupa siku njema, siku ya baraka, siku yenye kibali, siku ambayo Mungu ameachilia mpango na kusudi kwa ajili ya maisha yako. Umeamkaje? Umeanzaje siku yako? Karibu basi tuendelee sasa na ujumbe huu, tuendelee kujifunza na kuomba. Ujumbe wetu unatoka katika ujumbe wetu ambao tunajifunza silaha za vita vyetu unatoka katika waraka wa Paulo mtume kwa Efeso sura ya kwanza. Waraka wa Paulo mtume kwa Efeso sura ya kwanza na ule mstari wa 19. Leo nataka nisome mstari wa 19 mpaka mstari wa 23. Tusome mstari wa 19 mpaka 23. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru, umetupa nafasi nyingine, umetupa siku nyingine tena yenye neema, yenye kibali, ambayo Mungu umeruhusu tuweze kuendelea kujifunza ujumbe huu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atufundishe, Roho wako Mtakatifu atuongoze, Roho wako Mtakatifu atufungulie akili na mioyo yetu, ili tupate kuelewa neno lako na kuelewa kusudi ulioliachilia katika ujumbe huu. Bwana, tunakuomba utuongoze, ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tunakushukuru Mungu wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, ujumbe huu ambao tunajifunza silaha za vita vyetu. Siku ya jana tumejifunza na tukaangalia kwa habari ya viwango vya ukuu, uweza wa Mungu kuongezeka kila siku, viongezeke, kwamba anaposema ubora, nilivyokuambia, kama anaposema ubora kwamba na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Ile kadiri nimekwambia ni kuongezeka, ni kuongezeka viwango. Ubora ni viwango, kwamba nguvu ya Mungu iliyomo ndani yako, nguvu ya Mungu inayotupa kushinda vita, nguvu ya Mungu inayotupa kushinda vita vya kiroho, nguvu ya Mungu kama silaha ya kwetu inayotupa kushinda vita vya kiroho inatakiwa iongezeke. Na hiyo nguvu ya Mungu ndani yako ndiyo inayotengeneza viwango vya ukuu wa Mungu ndani yako, viwango vya ukuu na uweza wa Mungu ndani yako inatakiwa iongezeke. Leo nataka niseme kitu hiki kabla sijaenda kwenye sehemu ambayo leo tunajifunza. Leo nataka niongezee kitu hiki. Nataka niseme hivi: kanisa linaloshinda ni kanisa ambalo linatembea kwenye viwango vya ukuu wa uweza wa Mungu ndani yake. Hilo kanisa linaloshinda ni kanisa ambalo limevirinda viwango vya ukuu wa uweza wa Mungu ndani yake. Na kumbuka hapo naposema kanisa, nazungumzia watu. Kanisa ni watu. Kwa hiyo kanisa kama ni watu, nazungumzia habari za kwako wewe, ili uweze kushinda vita vya kiroho,
ili uweze kuwa nazo hizi silaha za vita vyetu na kushinda vita hivi vya kiroho na kumshinda shetani na mipango yake na mabaya yake, asikuharibie siku yako, asikuondoe kwenye kusudi la Mungu, asikuharibie kusudi la Mungu. Wewe unatakiwa uvilinde viwango vya ubora wa ukuu wa Mungu ndani yako. Unatakiwa utembee kwenye viwango vya ubora wa ukuu wa Mungu ndani yako, kama tunavyosoma katika Injili kama ilivyoandikwa katika Injili ya Mathayo sura ya 16 na mstari wa 18, inasema ya kwamba Bwana Yesu anamwambia Petro kwamba wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu ninalijenga kanisa langu, ambalo malango ya kuzimu hayatalishinda. Kanisa linaloshinda malango ya kuzimu ni kanisa linalotembea kwenye viwango vya ubora wa ukuu wa Mungu ndani yao. Watu ambao wamemwamini Kristo, watu ambao wanashinda vita, watu ambao wanaweza kumaintain ile silaha za vita vyetu, wanaweza kuzilinda silaha za vita vyetu zikaa ndani yao zikawasaidia, ni watu ambao wanatembea ama wanaishi katika viwango vya ubora wa ukuu wa Mungu ndani yao. Kwa hiyo jitahidi sana katika maisha yako kuhakikisha kwamba nguvu ya Mungu, ukuu wa Mungu ndani yako vinakuwa na viwango. Unatembea kwenye viwango vya ukuu, kwenye viwango vya ukuu wa uweza wa Mungu ndani yako. Na ukitembea kwenye viwango vya ukuu wa uweza wa Mungu ndani yako, nataka nikwambie ndugu msikilizaji, huo ndio muujiza wako wa kwanza, na ndio muujiza original. Hiyo ndio inayokusababisha ukiomba vitu vinatokea. Hiyo ndio kusababisha ukishika nyoka, kama ndiko ninavyosema kwamba ishara hizi zifuatana na hao waaminio, kwamba ukishika nyoka, ukikutana na mazingira magumu unapita. Kwa sababu gani? Hiyo nguvu ya Mungu ambayo imeilinda ndani yako, hivyo viwango vya ubora wa kuwa Mungu uliweka ndani yako, huo ndio muujiza wa kwanza. Leo nataka twende tukaangalie matokeo ya kukaa, ya kutembea kwenye viwango vya ukuu wa uweza wa Mungu ndani yako. Matokeo kinatokea nini? Mstari wa 20, twende pamoja. Mstari wa 20 anasema, alioutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. 21, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Kwa hiyo kabla ya matokeo nataka niseme hili kwamba hapa andiko linasema kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alipofufuka alikaa katika ulimwengu wa roho. Alikaa katika ulimwengu wa roho, juu sana ya hizi ngazi za kitawala za kipepo kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye maisha yetu, hizi ngazi za kitawala za kipepo za kishetani kwenye ulimwengu wa roho, katika maisha yetu, hizi ngazi ambazo umetajwa usultani, ule mstari, angalia mstari wa 20, amesema juu sana mstari 21, kuliko ufalme wote, mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo. Kwamba Bwana Yesu alikaa kwenye ulimwengu wa roho, na alikaa kwenye ulimwengu wa roho. Kilichomketisha kwenye ulimwengu wa roho ni nini? Ni ile nguvu. Ile nguvu ndiyo iliyomfufua. Vile viwango vya nguvu, vile viwango vya ukuu wa Mungu ndivyo vilivyomfufua, ndivyo vilivyomketisha katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo matokeo ya kwako wewe kukaa kwenye viwango, kutembea kwenye viwango vya ukuu wa Mungu, kwenye viwango vya uweza wa Mungu kwenye maisha yako, matokeo yake ni kuketishwa pamoja na Kristo kwenye ulimwengu wa roho, juu ya ufalme, ufalme 21, juu ya ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani. Kwenye waraka kwa Waefeso sura ya 6 mstari 12 ameongeza majeshi ya pepo wabaya
matokeo ya wewe kukaa kwenye viwango, kutembea kwenye viwango vya ukuu wa Mungu, na nilikwambia ukuu ni ufalme, vya ukuu wa Mungu kwenye maisha yako wewe unayemwamini Kristo, ni kuketi juu ya hizi ngazi za kifalme, hizi ngazi za kitawala, juu ya ufalme, juu ya ufalme kwenye ulimwengu wa roho. Ngoja hebu tuangalie tarudi. Angalia pia na ule waraka kwa Warumi. Tuangalie na waraka kwa Warumi sura ya 6 mstari wa 8. Warumi 6 mstari wa 8. Nani anasema hivi? Lakini tukiwa tumekufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye. Ule mstari wetu wa 19 kwa Efeso anasema na ubora wa ukuu wa uwezo wake ndani yetu sisi tuaminio. Kwa hiyo ikiwa tumefufuliwa pamoja na Kristo, tunaamini. Ikiwa tumekufa na Kristo, ile Rumi, lakini ikiwa tulikufa pamoja na Kristo, tunaamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, kwamba tunaishi pamoja naye. Kama Kristo aliketi katika ulimwengu wa roho, juu sana ya ufalme, juu sana ya nguvu za kipepo, na wewe unaishi pamoja naye, umeketi pamoja naye kwenye ulimwengu wa roho, umeketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Nataka nizungumze na wewe ndugu msikilizaji, ukiketi pamoja na Kristo kwenye ulimwengu wa roho, na kinachokuketisha pamoja na Kristo ni viwango vya nguvu za Mungu kwa kadiri vinavyokuwa, vinavyoongezeka, vinavyojaa ndani yako, vinakuketisha pamoja na Kristo. Unaishi pamoja na Kristo, unatawala pamoja na Kristo juu ya ufalme, juu ya nguvu za giza, nguvu za kishetani, nguvu za kipepo, juu ya usultani, juu ya majeshi ya pepo ambaye unatawala pamoja na Kristo. Na ule mstari unaofuata anasema kwamba alivitiisha vitu vyote chini. Kwa hiyo unatiisha pamoja na Kristo vitu vyote. Mimi ningetamani, ili ndio ombi langu nalokuombea wewe, ili ndio ombi langu nalokuombea wewe, kwamba maisha yako ya imani yawe na viwango, yasiwe maisha ya kawaida tu. Maisha yako imani yako ikufikishe kwenye viwango vya ukuu wa uweza wa Mungu ndani yako, ili tunaposimama kuomba, tukikuombea ama tukiomba pamoja, unaona matokeo. Matokeo ya kukaa kwenye viwango ni kukaa pamoja na Kristo, ni kutawala pamoja na Kristo, ni kutiisha pamoja na Kristo. Na ningetamani na wewe ufike kwenye viwango vya kutisha. Kwa nini shetani akusumbue? Kwa nini akunyanyase na magonjwa? Kwa nini akunyanyase kazini? Kwa nini akunyanyase kwenye familia? Kwa nini anyanyase watoto wako? Kwa nini? Simama kwa nguvu, kwa imani, tiisha. Angalia watu ambao walitembea kwenye viwango vya ukuu wa uweza wa Mungu ndani yao. Akina Danieli. Sitaki kusoma, lakini kasome kwa wakati wako. Danieli sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 16. Akina Shadraka Meshaki kwenye kitabu cha Danieli. Akina Shadraka wanamwambia mfalme Nebukadneza ya kwamba, na ujue hakika ya kwamba mfalme, sisi hatutatumikia sanamu yako wala miungu yako, na uelewe ya kwamba huyu Mungu tunayemtumikia, huyu Mungu anaweza kutuokoa na tanuru ile wakae moto, anatuokoa na mkono wako wewe mfalme. Sikiliza, kilichosababisha waseme ni nini? Kilichosababisha ni hiki, kwamba wanaamini ya kwamba hawana shaka na Mungu, wanaamini ya kwamba wanaye Mungu, wanaamini ya kwamba wapo kwenye viwango vya ukuu, viwango vya ubora, viwango vya ukuu, viwango vya uweza wa Mungu ndani yao. Kama wapo kwenye viwango vya ukuu wa Mungu, huyu mfalme kitu gani? Kristo alipofufuka akaketi kwenye ulimwengu wa roho, tumeketi naye juu sana ya ufalme, juu sana ya nguvu zote. Hata kama mfalme ametisha kwa nguvu za moto, ipo nguvu ya Bwana ambayo iko juu ya nguvu ya moto. Hata kama mfalme ametisha kwa nguvu ya kwake, ipo nguvu ya Bwana ambayo ipo juu ya nguvu ya mfalme. Yupo Bwana ambaye anaweza akakuketisha juu ya nguvu ya ufalme wa Nebukadneza.
Mimi sijui Nebukadneza wako ni nani ambaye anakutisha, lakini Kristo alipofufuka tumeketi pamoja naye, tunatawala pamoja naye, tumetiisha pamoja naye. Angalia mstari wa 22, tumalizie tunde tukaombe. Angalia mstari wa 22 ule waraka kwa Efeso. Angalia mstari wa 22. Akavitiisha vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambalo ni wewe. Kanisa ni wewe. Linalozungumza hapa kanisa ni wewe. Kwa ajili ya kanisa ndilo mwili wake, ukamilifu unaokamilika katika yeye. Ni wewe. Ni wewe. Silaha za vita vyetu, silaha hii ni nguvu ya Mungu ndani yako, ni ukuu wa Mungu ndani yako, ni viwango vya ukuu wa Mungu ndani yako. Hizi ndio silaha zetu za vita vya kiroho. Usiogope. Wewe unayemwamini Kristo usiogope. Amini hata leo, hata sasa. Tunapoomba maombi haya mafupi, Mungu anaweza kukurejeshea hiyo nguvu ndani yako. Bwana Yesu unaweza ukaketi tena na Kristo katika ulimwengu wa roho. Unaweza ukaketi kwenye nafasi yako kibiashara. Unaweza ukaketi kwenye biashara yako, nafasi yako kiuchumi. Unaweza ukaketi kwenye nafasi yako popote ulipo, kwenye nafasi yako, kwenye viwango vya kwako vya maisha, unaketi pamoja na Kristo. Tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru umetupa nafasi nyingine ya kutafakari ujumbe huu. Tunakuomba Bwana asubuhi ya leo kwa ajili ya mtumishi wako na msikilizaji wangu huyu anayenisikiliza. Ninamwombea Bwana, umrejeshe tena furaha ya wokovu ndani yake. Umrejeshe tena furaha ya wokovu ndani yake. Wewe ulipotuokoa, wewe ulipofufuka, andiko neno la Mungu linasema ya kwamba kama tulikufa pamoja na wewe, tunaishi pamoja na wewe. Nami namwombea Bwana, umrejeshe hiyo nguvu, hiyo hali ya kurudi kwako Bwana, kuishi pamoja na yeye Bwana. Kama kuna dhambi ilitutenga, ninaomba ukamsamehe dhambi yake, ninaomba ukamsamehe uovu wake Bwana, ili aweze kupatana na wewe tena, aweze kutembea na wewe tena Bwana, aweze kumiliki pamoja na wewe tena Bwana, katika maisha yake Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Kama zipo mamlaka, kama zipo nguvu za kishetani za ufalme wa giza ambazo zimesababisha awe mbali na wewe, zimesababisha Bwana aone ya kwamba hawezi tena, ninaomba kwa jina lako hizo nguvu, hizo mamlaka, hizo nguvu, hizo mamlaka tunazitisha katika jina la Yesu, tunazitisha katika jina la Yesu, tunazilibu katika jina la Yesu. Achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake Bwana, umpe kutawala pamoja na wewe Bwana, kutembea pamoja na wewe. Ninaomba Bwana ukaachilie viwango vya nguvu zako ndani yake, viwe vingi, viwe vingi, vimiminike, viwe vingi katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo tumeomba, tunakushukuru Mungu. Amen. Mungu akubariki sana, tutaendelea siku nyingine. Asante kwa kunisikiliza.